Gari la rangi ya njano lililoandikwa kwa maandishi makubwa Augustine College lilikuwa likikatiza kwa kasi barabarani likielekea katika mbuga ya wanyama ya Nambori. Ndani ya gari hilo walikuwepo wanafunzi wa chuo cha Augustine pamoja na baadhi ya walimu wao waliokuwa wamepanga ziara ya kielimu. Vicheko, mizaha na nyimbo za furaha vilitawala hewani. Hali ya hewa ilikuwa nzuri na kila mtu alionekana kuwa katika hamu kubwa ya kuona wanyama wa porini. Patrick, kijana mwenye imani ya kina kwa Mungu wake, aliketi karibu na dirisha akiwa kimya. Alisikiliza nyimbo za kusifu zilizokuwa zikipigwa taratibu kwenye simu yake kupitia earphones. Alikuwa na Biblia ndogo mikononi mwake ambapo hakuwahi kuiacha katika safari yake yoyote. Alikuwa na hisia ya ajabu moyoni mwake, kama kwamba jambo ambalo baya lolote likitaka kutokea kufahamu kwa haraka zaidi. "Mbona umetulia leo, Patrick?" aliuliza Brianna, rafiki yake wa karibu. Patrick alitabasamu kwa muda mfupi. "Nina hisia tu kuna kitu hakiko sawa," Patrick alimjibu Brianna. "Mwanaume, aache imani za kishirikina, sisi twende mbugani," Faith alizungumza huku akicheka, akimpiga Patrick begani. Mwalimu Obuya aliyekuwa mbele karibu na dereva alisimama na kutoa tangazo. "Tafadhali vijana, tushirikiane, safari hii iwe ya heshima. Tunapita njia mpya kidogo, lakini ni salama kabisa. Dereva wetu Bwana Kipto ni mzoefu sana." Wanafunzi walipiga makofi. Baada ya saa moja ya safari, hali ya hewa ilianza kubadilika. Anga ilianza kuwa ya kijivu na ukungu mzito ukaanza kujitokeza mbele ya njia. Patrick alimuomba dereva asimame